Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, leo Kasako Media imefanikiwa kutembelea mtaa huu wa Soko Nne. Hii ni Tabata Mawenzi. Kwa mwenyekiti wa mtaa huu tuna machache ya kuweza kuzungumza naye kuhusiana na mtaa wake. Tutazungumzia mazingira pamoja na ulinzi. Jina langu Adela Thomas ambaye nitakuwa nikiongoza kipindi hiki. Karibu sana uweze kuungana nasi kuweza kufahamu mengi machache kuhusiana na mtaa wetu wa Tabata Mawenzi, mtaa wa Soko Nne. Karibu sana. Karibu mwenyekiti wangu, tuweze kupiga story mbili tatu kuhusiana na mtaa wako. Ni mara nyingi tumekuwa tukiwasiliana, lakini imempendeza Mungu leo tuweze kufika kazini kwako. Lakini kumbuka vile vile tunaelekea msimu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Umejiandaje mwenyekiti wangu? Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa afya njema na leo kuweza kukutana kwa mara nyingine. Pia nichukue fursa hii kuweza kuwakaribisha. Karibuni sana ofisini kwangu. Naona leo mmenifuata ofisini. Kwa hiyo karibuni sana. Kimaandalizi ya sikukuu tunasubiria. Muda bado, tutaambizana, tusubiri kadi. Siku bado, ila tutaambizana. Kama kuna jambo au tuna utaratibu wetu, kama ni mwaka mpya tutaangalia, au kama ni Christmas, basi tutasherehekea kwa pamoja. Karibuni sana. Kwa faida ya mtazamaji wa Kasako Media, ndio mara ya kwanza na kuona, anataka ujitambulishe kidogo, wewe ni nani na unajishughulisha na nini mahali hapa kwenye ofisi yako? Karibu. Kwa majina naitwa Abdalla Mustafa Kiogomo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sokoine. Ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mtaa wa Sokoine ambao nimepewa dhamana hiyo. Naam. Umesema wewe ni mwenyekiti wa usalama katika mtaa wako wa Soko Nne. Tuzungumzie swala la usafi kwenye mtaa wako limekaaje, tukizingatia mkuu wa mkoa Makonda kabla hajaenda Arusha alizungumzia sana, alikuwa akifuatilia swala hili la kuhusu ufanyaji wa usafi siku za Jumamosi. Wewe mtaani kwako imekaaje hilo? Mtaani kwangu swala la usafi ni kipaumbele. Toka nilivyoingia madarakani nimeweza kuweka mipango mbalimbali ya kuweza kushughulikia swala la usafi wa mazingira katika mtaa wetu, kuhakikisha mazingira yako safi na salama na wananchi waweze kuparticipate kwa ujumla, kila mtu katika eneo lake. Kwa hiyo kwangu swala la usafi liko vizuri. Kwangu ninaye mkandarasi ambaye anazoa taka katika mtaa wangu na anapeleka sehemu husika ambaye mwenye kibali. Kwa hiyo swala la usafi kwangu linaendelea vizuri na kuna shedo kabisa ratiba ambao wananchi wanakuwa wanajua kwamba siku fulani gari linakuwa linapita na wao wako aware kwa ajili ya kutoa taka zao, taka ngumu na taka zozote ambazo zinakuwa ziko kwenye majumba yao. Na yule mkandarasi anapita mtaa kwa mtaa, barabara kwa barabara, nyumba kwa nyumba kuhakikisha takataka hizo zinatolewa na zinapelekwa sehemu husika. Na mikakati ambayo nilikuwa nimejiwekea, ina maana katika swala la usafi hapa, hii ni kama mimi mwenyekiti nipo na kamati yangu ya mtaa ambaye na wajumbe 5 ambao ni wasaidizi wangu ambao wako hapa, na kila mjumbe ana kamati yake. Kwa hiyo kuna mjumbe ambaye yuko kwenye kamati ya mazingira, yeye ambaye nimemwamuru ambaye anakuwa kila gari linavyoingia na yeye anahakikisha lazima awepo ili kuweza kumonitor yule mkandarasi kwamba anapita katika nyumba zote ambazo zipo katika mtaa wetu, na sehemu ambayo atakuwa ameishia labda gari limejaa, basi siku inayofuatia anakuja kumalizia, mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo swala la usafi kikweli namshukuru Mungu, mambo yako mazuri na wananchi pia na muitikio kutokana na mikakati. Okay, kuna utaratibu mwingine ambao mitaa mingine wanalipa kwa mwezi na wengine wanalipa baada ya kutoa taka kwenye gari la taka. Wewe utaratibu wako upoje katika njia hizi mbili? Okay, mimi kwangu utaratibu tunaita ni ile taka pesa. Taka pesa kwamba mkandarasi anapofika means kwamba unatoa na pesa hapo hapo, sio ile ya mwisho wa mwezi.
Kwa hiyo ina maana huduma service inatolewa na mkandarasi na wewe ndio unavyoweza kulipa. Kwa hiyo mkandarasi anafika, kwa mfano ni Jumapili, huwa ndio shedo yetu sisi. Jumapili akifika mkandarasi, ina maana ameingia kama hapa, taka zinatolewa, tathmini inafanyika pale. Bwana, huu mzigo ni wa shilingi 2000, huu mzigo ni shilingi 3000, anampa pale, mkandarasi ana noti, anampa risiti, anachukua zile takataka. Kwa hiyo ni mfumo wa taka pesa, na mambo yote haya huwa yanaamuliwa kwenye vikao. Hatukujiamulia tu sisi, ina maana hivi vyombo vyetu vya serikali za mitaa ni vyombo shirikishi. Ni vyombo ambavyo vinawashirikisha wananchi katika maamuzi. Kwa hiyo wewe kama kiongozi huwezi ukafanya chochote bila kuwashirikisha wao. Kwa hiyo tulikaa kwenye mikutano yetu na wananchi waliweza kuamua baada ya mkandarasi huyo kupita, baada ya kushindanishwa. Huyo mkandarasi baada ya kupita, lakini wao waliamua njia rahisi ya kwao iwe ni taka pesa. Ili kuondoa, unajua na kuna changamoto ya mwisho wa mwezi, nataka umpate na mkandarasi ambaye yuko competent. Ina maana kuhakikisha kwa mwezi anapita mara zote ambazo anatakiwa kupita, ili hata unakuja kuchukua ile fee ya mwisho wa mwezi kama ni shilingi 10,000 au shilingi ngapi, inakuwa hakuna manunguniko. Lakini wao wenyewe waliona hii taka pesa inakuwa ni nzuri zaidi, na kweli hakuna malalamiko na watu wanatoa ushirikiano na wanapenda style hii. Yeah. Na wakati wewe unaingia madarakani, mtaa uliukutaje? Tukiangalia mazingira ya usafi pamoja na ulinzi, ulikutaje mtaa wako? Mazingira yalikuwa tunaweza kusema 50-50. Ilikuwa 50-50, si mabaya sana, si mazuri sana, lakini ilikuwa 50-50. Lakini nilivyoingia nimeweza kuboresha zaidi. Nimeweza kuboresha zaidi baadhi ya vitu, ndio kama hivyo. Kamati lazima ya mazingira iwepo, wakati mkandarasi lazima pia asaini ofisini, siku ambayo kujulisha kwamba nimeingia. Lazima asaini pia, kamati husika lazima iwe bega kwa bega na mkandarasi kuhakikisha kila sehemu katika mtaa anafika, kuliko kumwachia yeye, ambapo kwa zamani haikuwepo hiyo. Kuliko kumwachia kama yeye anakuwa tu anaingia, huwezi jua amepita wapi, baadaye anakuambia nimeingia, baadaye anakuja manunguniko, mimi sikufikiwa, mimi ninataka. Kwa hiyo na mambo kama hayo tumeweza kuyaboresha katika masuala ya mazingira. Na ile hamasa ambayo ya mara kwa mara kwenye mwisho wa mwezi, tuna usafi wa mwisho wa mwezi ambao tunasema kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, pia hamasa tumeweza kuiongeza zaidi. Kwa hiyo ina maana kila ikifika mwisho wa mwezi, basi kila mwananchi anakuwa anajua kuna ule tunasema usafi wa kina. Ukilinganisha na usafi ambao tunaofanya kila Jumamosi ambapo mkandarasi anapita Jumapili, ila tuna usafi wa kina tunauita katika mtaa. Ina maana ni kila mwisho wa mwezi ambao tunaangalia kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi husika ambao utakuwa unadondokea, ndio tunafanya usafi wa kina. Alafu Jumapili mkandarasi anapita kuja kuchukua zile takataka. Kwa hiyo unakuta maeneo mbalimbali, ikiwa stendi wafanya biashara, ikiwa majumbani, sehemu za biashara. Kwa hiyo wote wanakuwa wanawajibika kufanya ule usafi wa kina, kuhakikisha mazingira yao ambayo yanawazunguka ndani na nje yako safi na salama. Na ikitokea mwananchi hajaweza kutoka kufanya usafi unaosema usafi wa kina au usafi ule wa kila Jumamosi, kuna sheria zozote mmeziweka? Sheria zipo, taratibu zipo ambazo tumeziweka. Huwa kuna zile fine. Kwanza siku hiyo, hata siku ya Jumamosi wa mwisho wa mwezi, hata ofisi pia tunachelewa kufungua, kwa sababu wananchi wanakuwa wanajua kwamba ni siku ya usafi. Kwa hiyo ina maana kamati ya mtaa huwa inapita mtaani kuhakikisha maeneo yote wananchi wameweza kutoka. Kama wewe ni mfanyabiashara wa maduka, utaki kufungua mapema mpaka uhakikishe sehemu yako ya usafi iko safi na salama, ndio unaweza kufungua biashara yako. Kwa hiyo huwa pia tunachelewa kwa sababu tunapita huko mitaani kuangalia hali halisi ikoje, na huwa tunakumbushana kwenye magrupu yetu. Pia tuna wajumbe wa mashina ambao ndio wenye watu. Kwa hiyo huwa tunawaambia ili wawakumbushe watu wao kwamba jamani, wiki hii ni wiki ya usafi wa kina, ina maana ni mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nao wanakuwa wako aware kuambia wananchi wao. Kwa hiyo ina maana huwa kuna sheria tumeziweka ndogo ndogo hizo ambazo tunakuwa kuna fines zinakuwepo kwa wale wote ambao wataweza kukaidi
kufanya usafi huo, na tukikuta mazingira yako yako machafu, kama unatiririsha maji, tukiona ukiwa labda kuna takataka ambazo ziko hapo mbele ya fremu yako. Kwa hiyo zipo sheria ambazo hata ambazo tunaongozwa na manispaa, sheria zile ambazo zimetungwa zipo na faini zinaeleweka. Na swala la ulinzi mtaani kwako limekaaje? Swala la ulinzi kwangu liko vizuri. Mimi kwenye mtaani kwangu kuna nimeweka zoni 3 za ulinzi. Maana mtaa wangu una mashina 11. Katika mashina 11 nimegawa ulinzi katika zoni 3. Kuanzia shina namba 1 ambao kuanzia kule kwako Mawenzi ambapo ofisi yenu ilipo mpaka shina namba 6. Hapo kuna zoni yake ya ulinzi. Alafu nikija zoni ya katikati ambao kuanzia shina namba 7 mpaka shina namba 10 nao kuna zoni. Alafu baada ya hapo inakuja shina namba 11 ambao wao ndo wanakuwa kule Kameni mwishoni kule na stand. Kwa hiyo nimeugawa kihivyo. Kwa hiyo katika zoni zote ulinzi uko safi, na katika kila zoni kuna wale walinzi shirikishi ambao wanakuwepo pale, na kila zoni kuna kamanda wake na wale, yani uongozi wa ulinzi shirikishi ulipo. Kuna kamanda mkuu, kuna tunasema msaidizi, mtu wa nizamu, mtu wa fedha, mkusanyaji. Kwa hiyo wanakuwa wanajichagua, kuna uongozi wao na wao. Kwa hiyo mambo yanakuwa yanakwenda vizuri. Mpaka sasa hivi hali shwari, mtaa uko salama salimini, tunaendelea vizuri. Ni miezi imepita sasa, karibia unafunga mwaka au umemaliza? Toka umeingia madarakani? Toka nimeingia madarakani. Umeshakuwa na mwaka mmoja sasa? Mwaka mmoja tayari. Okay. Toka umeingia na maana umeshajua mtaa wako upoje. Changamoto gani umekutana nazo mpaka ulipofikia saa hii? Changamoto zipo kwenye mazuri, changamoto pia zikosekani. Changamoto kwenye upande tukiangalia kwa labda kwenye mazingira ile tu muitikia upo, lakini unajua ile lazima kukumbushana. Kwa hiyo kuna baadhi ya wananchi unakuta wanafanya mambo ambayo yako kinyume na mazingira, kutiririsha maji ovyo, japo tunajitahidi kuzuia hiyo situation isiwepo au isiendelee na kutoa elimu. Lakini changamoto kama hizo unakutana nazo, unakuta mwingine ameelekezea labda bomba ambao sio sehemu stahiki, ambapo unakuta ni bomba la kinyesi liko sehemu ambayo sio stahiki na utakiwa kimazingira. Kwa hiyo changamoto kama hizo tunakutana nazo. Unakuta wengine ndio kama hivyo kwenye takataka, mkandarasi yupo, lakini unakuta mwingine anatoa kwa vitoroli. Kwa hiyo unakuta wewe kama mwenyekiti na kamati yako mnakimbizana kuweza kutoa elimu na kuweza kuzuia hiyo situation isiwepo, kwa sababu unapokwenda kumpa mwenye kitoroli takataka means kwamba yule hana kibali cha kwenda kutupa takataka sehemu husika. Kwa hiyo inapelekea na kwenda kutupa kwenye vyanzo vyetu vya mito, anakwenda kutupa sehemu ambazo kwenye majumba ya watu, anakwenda kuacha ule mzigo, kwa sababu hana sehemu stahiki ya kwenda yeye kutupa zile taka, ukilinganisha na mkandarasi ambaye anakuwa ana vibali kwenda dampo kabisa kwenda kumwaga ule mzigo ambao sehemu ambayo inatakiwa. Kwa hiyo hizo changamoto ambazo tunakutana nazo. Ni swala la ulinzi pia changamoto zipo. Unakuta wengine kwenye kulipa zile tozo, tunasema zile posho za walinzi, maana ile sio mishahara, zile posho za kuweza kuwa motivate wale wa ulinzi shirikishi kwenye kutoa, na kuta mwingine labda anakuwa na mzito, anadaiwa, inakuwa hivi. Kwa hiyo changamoto kama hizo zipo, lakini tunakabiliana nazo. Mtazamaji wa Kasako Media, huyu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sokoine, ameeleza namna anavyokutana na changamoto za mtaani kwake, lakini vile ameeleza kwamba utaratibu ulioweka namna ya ufanyaji wa usafi pamoja na ulinzi shirikishi. Mtazamaji, huyu ni mwenyekiti, kuja tukasikie ana maoni gani kwa wananchi anaowaongoza katika mtaa huu wa Sokoine. Karibu. Asante sana. Kwa maoni yangu kikubwa ni kushirikiana. Wananchi wa mtaa wa Sokoine kwa ujumla wao, naomba tupate support kutoka kwao, kwa sababu bila wao na kushirikiana na serikali yao ambao tuko hapa,
ni vigumu kufikia yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Maana kila mtaa kuna malengo ambayo tumekuwa tumejiwekea na wananchi wetu, baada ya miaka kadhaa basi tuwe katika hatua fulani. Kwa hiyo kikubwa ni kushirikiana, watupe sapoti, tuwe nao bega kwa bega, tuweze kushirikiana nao. Hilo ni kikubwa zaidi. Pia kuweza kufuata sheria na taratibu ambazo zipo. Katika masuala yote, masuala ya kiulinzi, masuala ya kimazingira, kuna sheria mbalimbali zipo. Kwenye ulinzi kuna sheria zipo ambazo Jeshi la Polisi limeunda mpaka kuunda hivi vyombo vya ulinzi shirikishi ili kuweza kusaidia jamii zetu katika mitaa yetu tuwe kuwa safi na salama. Kwa hiyo vyote vinatakiwa viweze kuendelezwa. Kwa hiyo ni kikubwa ni ule ushirikiano na kutupa sapoti kwa ujumla tuweze kutimiza ile malengo ambayo tumekuwa tumejiwekea. Shukrani sana mwenyekiti wetu kwa ushirikiano wako. Asante. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.